Kwa kweli mvua ya jana imenipa madhara makubwa, nimepata shida. Na ukizingatia mimi ni mtu mzima na nina familia na watoto wa kiume kwa wa kike, nimelala kwa shida, nimepata shida kubwa sana. Wananchi wa kata ya Butimba jijini Mwanza wameathirika na mafuriko makubwa yaliyosababishwa na mvua kubwa iliyonyesha katika maeneo mbalimbali ya jiji hilo. Mafuriko hayo yamesababisha maji kuingia ndani ya nyumba za wananchi, kuharibu mali na kuathiri shughuli za kila siku za wakazi wa eneo hilo. Wananchi wameiomba serikali na mamlaka husika kuboresha mifereji ya maji ili kupunguza madhara zaidi endapo mvua zitaendelea kunyesha. Naitwa Rukia Mohamed Mambina, naishi mtaa wa Maina ya Mkuyuni. Kwa kweli mvua ya jana imenipa madhara makubwa, nimepata shida. Na ukizingatia mimi ni mtu mzima na nina familia na watoto wa kiume kwa wa kike, nimelala kwa shida, nimepata shida kubwa sana. Yaani imenipa madhara makubwa sana. Vyakula vyote vimekwenda, sasa hivi sijui naishije na sijui nakula nini, na sehemu ya kulala yenyewe jana nimelala kwa majirani. Angalia sasa, wakati huo nina watoto wa kiume na wa kike, nimepata shida sana usiku. Hii mvua imenipa athari kubwa sana. Nyumba yangu yote imekwenda na kila kitu changu chote, vyakula vyote vimekwenda. Sasa hivi sina msaada wowote. Wito wangu kwa serikali, nilikuwa naomba waliangalie hilo na wajue watatusaidiaje. Mimi naitwa Faustini Sylvester Ntonja, ni mkazi wa kata ya Butimba kwa muda mrefu. Kwa hiyo tuko hapa kwenye maafa ambayo yametokea baada ya mvua kunyesha jana. Kwa kweli hali kama jinsi ambavyo inaonekana, maji yalikuwa ni mengi na maafa yapo ya watu kuharibikiwa mali, wengine kubomokewa nyumba. Kwa kweli hali hii hatujawahi kuiona kwa muda mrefu, na nafikiri labda miaka 30 iliyopita. Lakini sasa tumeiona. Tunashukuru kwamba ujenzi wa daraja umesaidia sana maji kupita. Lakini ingekuwa hili daraja halipo, mimi nafikiri maafa ingekuwa makubwa. Kikubwa ambacho serikali inatakiwa kufanya ni kuhakikisha njia ya mto huu Marenja inaachiwa, kwa sababu kuna watu wa viwanda na watu wengine wamejenga kwenye pembezoni mwa mto. Mto umekuwa mfinyi, kwa hiyo njia ya maji kupita inakuwa ndogo. Na ndio naona mwanzoni mwa mto kule unakuta maji yanatafuta njia ya kuingia ziwani, yanakosa, yanaingia kwenye makazi ya watu na viwanda. Lakini kama hii njia ya mto ingekuwa ni pana jinsi ambavyo daraja lilivyo, ni wazi maji yangepita na kusingetokea mafuriko. Kwenye kata yetu ya Butimba kuna mtaa mmoja ndio Kambarage. Nyumba karibuni 14 zimebomoka. Watu pale hawana makazi, wengine wameenda kuishi kwa majirani zao, wengine kwa ndugu zao. Kwa hiyo watu hawana makazi pale. Kwa hiyo na watu wengi wamepoteza mali zao. Kwa mfano hapa tuliposimama, wafanyabiashara wengi mali zao zimeenda na maji. Ukienda soko la Mkuyuni, wafanyabiashara wengi mali zao zimelowana, zimekwenda na maji. Kwa hiyo kuna uharibifu mkubwa ambao umefanyika na kuna hasara kubwa kwa wananchi ambao wameipata. Kwa majina naitwa Joari Juma. Nina miaka 7 sasa hivi niko hapa. Hii hali haijawahi kutokea. Sio mafuriko waga yanatokea. Lakini hii hapa ni mara ya kwanza. Jana mimi maji yameniingilia ndani. Huwa inapita tu nyuma kule. Ila huku mbele hajawahi kufika, yani hata kidogo. Kwa hiyo hii ni mara yangu ya kwanza. Jana tumeloanisha vitu vyote, magodoro, manini, kila kitu. Mimi nahisi chanzo itakuwa ni mradi huu wa SGR, yani wanapokuwa wa China wanakusanya mara huku, yani maji yanashindwa kuwa na njia moja, yanakuwa yanasambaa tu. Mimi nahisi hicho ndo chanzo. Hawa wa China hawa, yani wajue sasa namna ya kuweza yani kutukwepesha sisi wananchi tusiweze kupata hizi hasara ambazo tunazipata sasa hivi. Maana hali irudi tu sasa kama zamani tulivyokuwa. Kwa hiyo wenyewe waangalie wa China kwamba labda kama wanapokuwa wanatengeneza hayo na maji wanatakiwa yaweke katika mkondo unaostahili. Sio kwamba wanaacha tu wenyewe wakishachimba wanajali shughuli zao. Wanatakiwa tuangalie na sisi. Kama jana wengine tumelala tumesimama hapa. Hatujalala kwenye vitanda, magodoro yote yameloa kama mnavyoona. Mchungaji Richard Kapariswa wa kanisa la Evangelistic Assemblies of God Mkuyuni Tambukareli. Na miaka 27 katika huduma kwenye kanisa la mahali pamoja mahali hapa. Mvua ilionyesha siku ya jana tarehe 10 imeonyesha jinsi ambavyo uharibifu mwingi sana umeonekana katika bali kuharibu vitu vingi katika kanisa letu. Vyombo vyote vimeharibika na mazingira yameonekana mabovu katika maeneo mengi. Sio mahali kanisani tu, na hata sehemu kubwa sana, maeneo wote watu wamekula hasara kubwa sana. Athari ambayo imepatikana ni kubwa sana kiasi ambacho huwezi kuhadisia. Lakini chanzo kikubwa ni swala la shirika la reli, hii reli mpya ambayo wamejenga mpya ya kisasa. Ni kwa sababu miundombinu yake imeonekana ni mibovu, kwa sababu toka awali wangehitaji kuwashirikisha wenyeji wa maeneo haya.
kama ungeshirikisha maeneo haya, ungewapa siri ya maji jinsi ambavyo yanakuja mengi na kiasi gani kwa urafiki katika hali kuongeza makalvati mengi. Sasa kalvati zimekuwa ni chache na maji yamekusanyika sehemu kubwa, na hicho ndio kimeathiri maeneo kubwa sehemu hii. Sio peke yangu, ni maeneo mzima imeonekana katika habari ya kuharibika miundombinu katika hali hiyo, na watu wengi wamepata shida, na watu wengi hawana kitu cha kuweza kukidhi maisha yao, kwa maana vitu vingi vimeharibika na vitu vingi wakati mwingine vinaenda na maji. Wakati huo huo, mratibu mtendaji wa shirika la Synergistic Globe Angelina Manyama amewataka wakazi wa jiji la Mwanza kuacha kutupa taka za plastiki ovyo, kwani huchangia kuziba mifereji ya maji na kusababisha mafuriko. Ni wakati sasa ambapo jamii ya wakazi wa Mwanza inapaswa kujifunza, hasa kutokana na mafuriko ambayo yanaendelea kujitokeza kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha, kwamba uchafuzi wa mazingira unatusababishia matatizo makubwa sana katika jamii yetu na unaharibu ziwa Victoria, hasa uchafuzi wa plastiki. Kwa sababu kutokana na hizi plastiki ambazo focus kubwa tumekuwa tukiangalia kwamba familia ambazo ziko pembezoni mwa ziwa Victoria hazipaswi kutupa plastiki, lakini sasa kutokana na haya mafuriko lazima jamii ijifunze plastiki katika makazi yetu, haijalishi huko mbali na ziwa Victoria au haijalishi huko umbali kiasi gani na chanzo chochote kile cha maji, tuhakikishe kwamba hizi plastiki tunazitokomeza, tunazipeleka sehemu husika, kwa sababu mvua ikinyesha, kwa mfano kama mafuriko hayo tumeona yamesoma plastiki nyingi sana. Sasa zile plastiki nyingi hazijatoka kwenye makazi ya watu ambao wako karibu na ziwa Victoria, zimetoka mbali huko, zinapitia kwenye mito. Ukiangalia mto Mirongo unasomba plastiki nyingi, tukiangalia hata eneo la Mkuyuni na pale Mabatini unakuwa unaona plastiki zinaelea. Zinaenda wapi? Zinaenda ziwa Victoria. Sasa ziwa Victoria linaathirika, vile viumbe vilivyomo ndani ya ziwa Victoria, hasa samaki zinaathirika. Zikiathirika samaki, maana yake na wanufaika wa ziwa Victoria ambao ni sisi binadamu pia wanaathirika, kwa sababu kama samaki anakula plastiki, unakuwa ni mzunguko. Plastiki itatoka kwa samaki itakuja kwa mwanadamu. Kwa hiyo tuhakikishe tu kwamba tunatunza mazingira yetu dhidi ya plastiki. Lakini pia plastiki hizi ukijaribu kuangalia barabara inayoelekea mjini, utaona kwenye ile mitaro ya pembezoni mwa barabara plastiki zimeibuka juu. Hasa wakati wa mafuriko, ukienda maji yamekauka, plastiki ziko juu. Zinatoka wapi? Zinatoka kwenye makazi ya binadamu. Kwa hiyo tuhakikishe jamani, tunapotumia plastiki zikimaliza kimiminika, kama ni maji, juisi ama ni soda, tuhakikishe tunazitunza sehemu salama na kuzipeleka sehemu husika. Kuna watu ambao wanazikusanya, wanazirudisha kiwandani kwa ajili ya kufanyiwa recycling. Na kwa namna ya pekee kabisa naweza nikasema kwamba hata haya mafuriko wakati mwingine yanasababishwa na hizi plastiki. Kwa sababu kwa mfano ukiangalia hizi plastiki zikiziba mitaro, hii mitaro ikizibwa na plastiki, maana yake maji yanaibuka juu, yanashindwa kufuata ile mikondo ya maji kuelekea ziwani ambapo wajenzi wameelekeza. Kwa maana hiyo yale maji yanaenda kwenye makazi ya watu, na yakienda kwenye makazi ya watu ndo hivyo sasa, yakiwa mengi yanasababisha mafuriko. Kwa hiyo tuhakikishe jamani, tunailinda miundombinu yetu na hizi plastiki zisije zikawa ni chanzo cha kusababisha haya matatizo.